huduma zinazotolewa hapa ni za viwango vya juu ambavyo zinatolewa kwingine kokote kule kwenye huduma za afya, vitu ambavyo vilikuwa haviwezi kufikirika hapo zamani. Kwa serikali inafanya kazi na lazima serikali ipongezwe. Na mimi niseme kwa nafasi ya kipekee, Dr. Samia Suluhu Hassan mkazo wake siku zote ni kuimarisha huduma za jamii ili kuleta ustawi wa jamii. Jamii ambayo ina afya njema itaweza kushiriki vyema kwenye shughuli za kujiletea maendeleo na kuchangia kwenye maendeleo ya taifa. Jamii ambayo inapata elimu bora, watoto wao wanapata elimu bora, ndio jamii ambayo itaweza kupambana kwenye mazingira ya kisasa ya kidunia. Miundombinu tunaona ya kila aina. Kwenye mkoa wa Mwanza tunaona maboresho. Wengine tulikuwa hapa, tumeona wakati mnazindua daraja lile. Tumeona juzi meli MV Mwanza ile inazinduliwa. Ni mambo ambayo yalikuwa ya kufikirika. Na katika hizi siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya tunashuhudia uanzishwaji wa bima ya afya ambayo itamgusa kila Mtanzania kwa nafasi yake. Ni jambo kubwa sana hili. Na baadhi ya nchi nyingi tu hazijafika kwenye ngazi hiyo ambayo sisi tunaenda kufika ndani ya siku 100 hizi za kipindi cha pili cha awamu ya 6. Kwa hiyo na taarifa ya mganga mkuu hapa tumeiona, mganga mfawidhi, mambo ambayo yanaenda kufanyika. Juhudi zinafanyika, si kwamba kila jambo limefanikiwa kwa 100%, na hakuna utaratibu huo kwenye maisha ya kawaida ya kwamba kila mtu, yaani kila jambo lako liko 100% vizuri tu. Labda kama nasikia, mimi sijawahi kufa, lakini nasikia ukifa ndio hizi changamoto zinakuwa mwisho, upati tena changamoto. Sasa labda uwe katika hali hiyo. Lakini katika maisha haya ambayo tupo, tunapumua, tunatembea, tunaishi, changamoto ni sehemu ya maisha. Ndio maana tunaamka asubuhi, tunakimbizana kujaribu kupata utatuzi wa mambo haya. Na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake na wadau wote ndio juhudi zinazofanyika hizi. Kwa hiyo tudumishe amani yetu, tudumishe mshikamano kama Watanzania ili tuendelee kufurahia haya maendeleo na kushiriki kwenye maendeleo ya nchi yetu. Hospitali na mashine kubwa ya CT scan tulioiona ambayo ina thamani ya bilioni 2, na kuanzia mwezi Julai mwaka 2025 mpaka Disemba 2025 jumla ya wagonjwa waliohudumiwa kwa kupata kipimo hicho cha CT scan ni 934. Tunatoa pia huduma ya kusafisha damu kwa wagonjwa waliofeli figo ambapo tuna mashine 10 na jumla ya wagonjwa 101 wameweza kupata huduma hiyo. Hospitali pia ina mtambo mkubwa wa kuzalisha hewa ya oxygen, kwa hiyo tayari tunazalisha hewa ya oxygen hapa kwenye hospitali yetu, na kwa kuwa na mtambo huo tunaweza kuokoa milioni 54 ambazo zilikuwa zinatumika kulipia oxygen kwa mwaka. Hospitali pia inatoa huduma za kibingwa endoscopy. Hiyo ni huduma ya kibingwa bobezi ambao wagonjwa wanaotapika damu na wenye vidonda vya tumbo wanaweza kupata kipimo katika hospitali yetu, na huduma hii imeshafanyika katika hospitali yetu kuanzia mwaka 2022 na jumla ya wagonjwa 176 wameweza kunufaika na huduma hiyo kuanzia Julai 25 mpaka Disemba 2025. Tuna daktari bingwa ENT ambaye pia anatoa huduma katika hospitali yetu, wako wawili, na huduma hii tangu ilivyoanzishwa Aprili 23 mpaka Julai, kwa takwimu za Julai mpaka Disemba 2025 wagonjwa jumla walioona ni 1994. Tuna huduma ya methadone, tunatoa methadone kwa waraibu wa madawa kulevya, na tunao jumla 235 waraibu ambao wanapata huduma katika hospitali yetu. Tuna huduma ya mama ambapo mama mjamzito na mtoto wanaweza kuletwa katika hospitali yetu au wakapelekwa katika hospitali mbalimbali jirani na wanakoishi. Tuna coordinate huduma ya usafiri. Kwa hiyo mama anapokuwa anahitaji huduma ya usafiri anatupigia simu, tunampelekea usafiri aliko na kuweza kumwaisha hospitali. Na jumla ya mama 1810 pamoja na watoto 961 wameweza kupata huduma hiyo. Pia tuna daktari bingwa wa mifupa wawili ambapo huduma hii ilianzishwa katika hospitali yetu, ni huduma mpya, na jumla ya wagonjwa 1586 wameweza kupata huduma hiyo. Tuna huduma pia
katika fani ya pathology, uchunguzi wa sababu za vifo. Ni huduma mpya kabisa, na daktari wetu bingwa ndo ametoka shule na ameshaanza kutoa huduma, na tayari wagonjwa vifo 145 vimeweza kufanyiwa uchunguzi. Vile vile tuna huduma ya kibingwa ya macho. Tuna daktari bingwa wa macho ambaye tulimpeleka shule, tumeanzisha Oktoba 2025 na jumla ameshahudumia wagonjwa 842. Hospitali pia ilinunua mtambo wa kisasa wa kuchomea taka, high tech incinerator, ambao gharama yake ilikuwa 158,000, ambayo tuliweza kununua kwa mapato yetu sisi ya hospitali pamoja na kukarabati jengo la incinerator. Pia tulikarabati jengo la huduma ya bima ya afya. Kama tunavyojua, wagonjwa walikuwa wengi na nafasi ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo tukaongeza nafasi, na kwa kufanya hivyo imeweza kuboresha huduma. Hospitali yetu pia imeanzisha huduma mpya ya kutengeneza viungo bandia vya mikono na miguu, na huduma hii ni mpya katika hospitali, na mpaka sasa hivi tayari wagonjwa 31 tumeweza kuwatengenezea viungo bandia miguu na mikono. Kwa sasa hospitali yetu iko kwenye mchakato wa kupata jengo kubwa la ghorofa 9 la ICU, ENT, OPD pamoja na vyumba vya upasuaji 5, na tutaongeza na wodi za wagonjwa. Thamani ya jengo hilo ni bilioni 22 na tayari bilioni 1 imeshawekwa kwenye akaunti. Tunasubiria mchakato ukamilike wa kumpata mkandarasi. Tayari ameshapatikana, tuko kwenye stage ya awadi ya negotiation na awadi, ili waweze kuja kuanza ujenzi wa jengo hilo mbele ya hospitali yetu.